tuna kila sababu ya kujivunia, hasa kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya ndani ya halmashauri yetu. Wakati napitia taarifa ya mkurugenzi, halmashauri ya Momba mafanikio yake yanajieleza, wala sio ya kutafuta. Mwaka wa fedha 2020-2021 makusanyo yenu yalikuwa ni bilioni 1.7, lakini leo hii mwaka huu wa fedha ambao tunaumalizikia 2024-2025 makusanyo ya fedha za mapato ya ndani kutokana na vyanzo mbalimbali yanafikia bilioni 3.016. Hilo ni jambo kubwa na jambo la kujivunia, na jambo hili halijaja tu hivi kwa wilaya ambayo imeanza kutoka chini. Limekuja kutokana na kazi kubwa ambayo imefanywa na waheshimiwa madiwani kwa kushirikiana na mwenyekiti, makamu mwenyekiti, mkurugenzi na watumishi wote. Mmekuwa timu moja na upande wa ofisi ya mkuu wa wilaya na taasisi zingine zilizopo serikali kuu. Hii ni ishara kwamba tukifanya kazi kwa ushirikiano tunayafikia yale malengo watu wasioyatarajia. Hakuna mtu anayetarajia kwamba Momba hii ingefikia hapa ilipo. Nyie ni mashahidi, wengi wenu ni mashahidi mlioanza tangu Momba inaanzishwa. Mwenyekiti wa halmashauri amezungumzia miradi. Ukianza kuzungumzia tu miradi ni mingi mno. Nikianza kuizungumza, tukianza tu hapa tulipo, jengo la halmashauri, hospitali ya wilaya, vituo vya afya, majosho, ujenzi wa maghala ya kuhifadhia mahindi katika soko letu la kimataifa, ujenzi wa machinjio, ujenzi wa mashule ya msingi na sekondari. Hayo miradi yote hiyo ni alama ambayo itabaki kwamba kuna kazi imefanyika. Hivyo Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na kwamba mnaenda kupumzika, lakini katika safari yenu mna jambo la kujivunia na jambo la kuonesha kwa wananchi na kwa wale ambao mtakuwa mnapigana vikumbu. Msijitie unyonge, mtembee kifua mbele, kwa sababu mna jambo la kuonesha. Na tayari nimeongea na mkurugenzi kwamba itakuwa vema taarifa hizi zikafanyiwa uchambuzi kwa kila kata. Kila diwani mstaafu ajue miradi iliyotekelezwa katika sehemu yake kwa gharama na kwa hatua na kila kitu, ili anaposimama kujitetea ajitetea akiwa na nondo, si ndio jamani? Akiwa na taarifa za kutosha. Na hii itatusaidia
kwa upande wa serikali au Chama cha Mapinduzi kueleza ni namna gani ambavyo imetekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kuwaletea wananchi maendeleo. Ili sasa katika maongezi yao, katika mijadala, awe na data ambazo hazipishani na za serikali. Lakini vile vile tutawaelekeza wakuu wa taasisi zingine za serikali kama vile TANROADS, kama vile TARURA, kama vile RUWASA, ambao miradi yao inatekelezwa katika hizo kata, nao watoe taarifa kwa viongozi hao ili waoneshe watu kazi walizozifanya, kazi walizozisimamia. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi kwanza binafsi niwashukuru viongozi wote, kianza na wewe, kwa kunipokea. Takriban sasa nitakuwa nimefikisha mwaka mmoja, karibia na siku chache tu, kama sio wiki moja hivi. Lakini tangia nije hapa nilipokelewa vizuri na Mheshimiwa Mwenyekiti, mkurugenzi, kamati ya ulinzi na usalama, waheshimiwa madiwani, wakuu wa vitengo, watumishi wote, na mara zote mlikuwa mkitupa ushirikiano ili kuwahudumia wananchi. Kama alivyosema Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi hatuna cha kuwapa, lakini ni kuwashukuru na kuwaombea katika safari zenu za kisiasa. Najua ni kipindi kigumu kinachokuja, lakini niwatie moyo, kazi zenu mlizozifanya ndizo zitajieleza. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni atazidi kuwapigania na kuwasimamia, na atawafanyia wepesi katika safari yenu. Kwa wale ambao watarudi, tutaendelea kushirikiana. Kwa wale ambao hawatarudi, tutawachukua kama ni viongozi wenzetu wastaafu, bado tutaendelea kuwa kiongozi, na tutakuwa tayari kushirikiana na wewe, kwa sababu na wewe bado ni kiongozi, na tutazidi kujivunia wewe. Lakini niwaombe tu, katika mchakato wote tunaokwenda, mdumishe amani na utulivu, na mjue tu kwamba sheria za nchi bado zinaendelea katika kipindi hicho. Sio kwamba sheria za nchi zinakuwa suspended. Usijiingize kwenye mambo yasiyofaa. Ushindani uwe wa fairness, kwa maana wa kiungwana. Usifanye mambo ambayo sio ya kiungwana. Uzuri, kanuni, taratibu kuanzia kwenye chama zote zinaeleza. Kwa hiyo usiende nje ya maelekezo ya vyombo husika.